Yeah, yeah. Sauti ya maisha, sauti ya ukweli. One love, wana tusimdharau mtu. Walifika hotelini, furaha ikiwa juu. Mwanamke na mpenzi wake walicheka bila huzuni. Jamaa kagiza kinywaji cha 15,000, lakini mwanamke akaomba cha 200,000 mezani. Jamaa akashangaa, moyo ukabadilika, akaona safari hii mambo hayataendelea. Akalipa chake pole pole, akaondoka taratibu. Mrembo akabaki peke yake, akijiuliza, usimdharau mtu kwa sura au mavazi. Maisha yanageuka kama upepo wa leo. Uliyemkata leo anaweza kuwa msaada. Heshima na unyenyekevu ndio utajiri wa dunia. Oh yeah. Type yako sio kila kitu. Moyo mwema ndio thamani ya mtu. Weta kaja akasema, lipa bili sasa. Mrembo akasema, sina pesa mfukoni. Mwanaume mmoja pembeni akaona shida ile, akasema, nitasaidia bila masharti yoyote. Akaweka kadi mashine, ikaanza kusoma. Ikachukua muda kwa sababu mtandao ulikuwa chini. Ujumbe ukaja, ikaonekana pesa imekatwa. Watu wakafikiri kila kitu kimekwisha, lakini dakika chache baadaye simu ikalia tena. Pesa 200,000 zilirudi kwenye akaunti yake. Malipo hayajapita, ukweli ukajulikana. Bili ilikuwa bado inamsubiri mwenyewe. Usimdharau mtu kwa sura au mavazi. Maisha yanageuka kama upepo wa leo. Uliyemkata leo anaweza kuwa msaada. Heshima na unyenyekevu ndio utajiri wa dunia. Oh yeah. Type yako sio kila kitu. Moyo mwema ndio thamani ya mtu. Mrembo akaanza kukimbia kutafuta msaada, vitu vyake vikiwa vimeshikiliwa na hoteli pale. Akamfuata yule aliyemkataa zamani kwa dharau, akamwambia, tafadhali nisaidie tena. Lakini mwanaume akasema kwa upole na utulivu, nilitaka kukusaidia, nilitaka kukupa nafasi, nilitaka nikupatie kazi kwenye kampuni yangu, uishi kwa heshima bila kutegemea wanaume. Usiangalie mfuko wa mtu, angalia moyo wake. Usicheke hali ya mwingine, kesho inaweza kuwa zamu yako. Heshima ni dhahabu, upendo ni nguvu. Moyo wa kweli haupimwi kwa pesa. Leo unaweza kuwa juu, kesho chini kabisa. Mungu ndiye anayejua mwisho wa safari. One love, one heart. Maisha ni somo, kila siku tunajifunza tukiwa pamoja. Yeah, yeah.